Kauli moja kutoka Rwanda imezua mjadala mkali barani Afrika. Kauli ya Rais Paul Kagame kuhusu maandamano ya Gen Z. Nikimnukuu, alisema, wimbi la maandamano ya vijana wa Gen Z halipaswi kumshangaza mtu yeyote. Ni matokeo ya mapungufu makubwa ya uongozi, rushwa, matumizi mabaya ya rasilimali na kushindwa kuwashirikisha vijana katika masuala ya taifa. Kauli hiyo imekuja wakati ambapo Tanzania imekumbwa na maandamano makubwa ya Gen Z mara tu baada ya uchaguzi, na sasa wimbi jingine jipya linapangwa tarehe 9 Disemba. Wakati mataifa mengi yalichukua msimamo wa kimya au wa kujipendekeza kwa serikali za Afrika Mashariki, Kagame, mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa, alitumia jukwaa la kimataifa kuwasifu vijana wanaoinuka kudai haki na uwajibikaji. Na jambo moja linaonekana kuwa wazi. Kagame hakusema kwa bahati mbaya. Alikuwa anaongea na mtu na ujumbe wake umeelekezwa kwa viongozi fulani, akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan. Katika mazingira ya kawaida ya kidiplomasia, viongozi wa Afrika Mashariki hupongezana mara moja baada ya uchaguzi, hata kama ushindi una utata. Lakini safari hii Kagame hakutuma salamu. Hakutoa meseji ya pongezi wala hakutoa kauli yoyote ya kujipendekeza. Badala yake alitoa kauli nzito kuhusu Gen Z na kushindwa kwa viongozi. Hili linaibua maswali mazito. Je, Kagame alikataa kumpongeza Samia kwa sababu hakuwa ameridhishwa na mazingira ya uchaguzi? Je, alikuwa anajaribu kutuma ujumbe bila kumtaja moja kwa moja? Je, aliona hatari ya viongozi wanaotumia dola vibaya kumkandamiza raia? Hii si mara ya kwanza kwa Kagame. Anatumia lugha ya ishara kutoa onyo kwa serikali zilizoshindwa kujenga imani kwa vijana. Kwa hiyo ukichunguza kauli yake kwa makini, inabeba ujumbe wa moja kwa moja kwa Samia. Usipotoa nafasi kwa vijana, usipowapa sauti, na ikiwa mamlaka inasimama juu ya hofu badala ya imani, mwisho wake huwa mbaya. Kagame ni mmoja wa viongozi wachache Afrika ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakisisitiza nidhamu, uwajibikaji na matokeo. Kwa upande wake, maandamano ya Gen Z sio uasi, ni dalili ya taifa lililojazwa kutoridhishwa kwa miaka mingi. Anakubaliana na Gen Z kwa sababu Gen Z hawadanganyiki na propaganda. Hawapotei kwenye kauli tamu bila matendo. Gen Z hawakubali ukimya kama ulivyokuwa enzi za wazazi wao. Hawatishwi na mabaya kwa sababu ndivyo ilivyo. Lakini pia Gen Z wanataka uwazi na takwimu, si ahadi tupu. Kagame anajua vijana wa leo ni wenye taarifa, wameunganishwa na wana uwezo wa kuibua mawimbi makubwa zaidi ya chama chochote cha upinzani. Gen Z wanataka viongozi wanaofanya kazi na si wanaotawala. Hii ndiyo falsafa ya Kagame kwa miaka mingi. Kwa hiyo kauli yake inawakumbatia vijana kwa sababu anaona hoja yao ni halali. Kama viongozi hawatoi matokeo, vijana watasimama kuchukua hatua. Lakini swali kubwa ni je, viongozi wa Afrika wamefeli kweli au ni propaganda tu za vijana hawa? Swali hili ndilo Kagame analolijibu bila kulitamka moja kwa moja. Kwa miongo mingi Afrika imekuwa na uchaguzi wa hila, vyombo vya dola vinavyotumika kisiasa, lakini pia rushwa iliyojengeka, serikali zinazofuata utamaduni wa kutesa wakosoaji, lakini pia nishati, maji, elimu na ajira za vijana zilizoundwa kwa kauli tu. Na matokeo yake, kama anavyosema mwenyewe, ni rahisi mabavu ya kitawala hata pale ambapo wananchi ni zaidi ya 70% walio vijana. Kwa hivyo, kwa mtazamo wa Kagame, ndiyo, viongozi wengi wa Afrika wamefeli. Wamefeli kushirikisha vijana, wamefeli kujenga mifumo ya haki, wamefeli kujenga uchumi unaoinua vijana. Lakini nini maana ya kauli hii ya Kagame kwa Samia na uongozi wa Afrika kwa ujumla? Samia yuko kwenye jaribio la kihistoria.
Hasira ya vijana wa Gen Z haipo kwenye vyama vya kisiasa, ila ipo kwenye mfumo uliowaweka pembezoni. Ukitaka nchi iwe na amani ya muda mrefu, basi lazima uongozi uwe na uwazi na uwajibikaji. Lakini dunia inaangalia Tanzania kama case study ya kizazi kipya. Je, Tanzania inaweza kushughulikia maandamano ya vijana bila kumwaga damu, au itafuata mkondo wa nchi ambazo zililipa gharama kubwa? Kauli ya Kagame ni presha kwa viongozi wote wa Tanzania: usalama, serikali, wizara na taasisi. Kauli ile imewaambia, msifikiri vijana hawa watanyamaza. Dunia inawasikiliza. Kwa Afrika nzima, saa ya vijana imefika. Kizazi hiki hakitakubali mabavu, propaganda, uchaguzi wenye utata au uongozi wa hofu. Na viongozi wakikataa kubadilika kama Kagame anavyosema, mabadiliko yatalazimishwa. Tanzania inakutana na shinikizo la aina mbili. Shinikizo la kwanza ni shinikizo la ndani, vijana wenye nguvu waliopoteza hofu. Lakini pia shinikizo la pili ni shinikizo la kimataifa. Mataifa yanauliza maswali kuhusu haki, uwazi na demokrasia. Kagame anasema wazi kuwa maandamano kama haya yanatokea pale ambapo sauti za wananchi zinazimwa. Kwa hiyo ujumbe wake kwa Tanzania ni wazi: kama uliwahi kudhani kizazi hiki kitaogopa baridi na kurudi nyumbani, umekosea. Hawa ndio watakaoamua mustakabali wa nchi. Gen Z imeamsha mjadala ambao haujawahi kutokea Afrika Mashariki, mjadala kuhusu uwajibikaji, haki, uwazi na viongozi wa maana. Kwa mara ya kwanza, hata viongozi kama Kagame ambao mara nyingi hukaa kimya, wameamua kuelezea ukweli bila kuficha. Maandamano ya Tanzania na vuguvugu la sasa si tu hadithi ya ndani, ni sehemu ya mapambano ya bara zima. Swali ni moja: je, Samia na viongozi wa Afrika watasikia kilio cha kizazi hiki au historia itawashika shingoni? So the young people you talked about it, you call them Gen Z? Yes. Well, why did you go to Z before you went to Gen Zero? I mean, the last resort, maybe. Is that what it means? I'm just guessing. Still, they are an expression that something is amiss. It may not even mean that they are always right. You see? But I would rather than, for those of us who are still around and don't want to be overthrown, we may need to find a way of making these young people responsible also, so that they feel they are part of, and therefore no need to overthrow. You see what I mean? Because there are so many, they can't also be operating recklessly, collectively. Maybe some hot heads among them can mobilize others, but still to move the whole mass to do something. So before they do that, it's our responsibility maybe to do something so that they have no need to do that.